Nianze. Jina hata inaniita hat. Rigathi Gachagua. Mimi ninaambia Rigathi Gachagua kama anaweza kuwa anapigwa mlimani, mali Rigathi Gachagua anasema ameweka 7 million kwa mfuko. Sasa tunashindwa 7 million zenyewe ndo zinampiga ama tunashindwa nini? Rigathi Gachagua hapa Odhaya, hapa ni mlimani, lakini Rigathi Gachagua yeye mwenyewe anapigwa na Wakikuyu wake. Tunajua Rigathi Gachagua ni mtu wa vipindi. Hii ambaye Rigathi Gachagua anatembea anajaribu kusema ati Ruto ndo anampiga. Hakuna mahali Ruto anapiga Rigathi Gachagua. Na sasa Ruto atapiga Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ni nini? Rigathi Gachagua si MP, Rigathi Gachagua si senator, Rigathi Gachagua si governor. Rigathi Gachagua tu ni Gachagua tu. Ile kitu tu, ile sifa yako nayo kidogo ni ile alikuwa president wa quarter term na akatolewa. Hiyo ndo tunaweza sema. Lakini Rigathi Gachagua ni mtu wa vipindi. Na hizi ni vipindi zenye Rigathi Gachagua anapiga. Rigathi Gachagua anajua jina lake liko linasaulika. Na linasaulika kwa watu. That's why Rigathi Gachagua akitaka kuendelea kukua hapo na jina lake kuongelewa, itabidi organize vipindi. Na ndio unaona hizi vipindi zenye Rigathi Gachagua ananunua maguns wampige. Yani amekubali kwenda hasara hata kama ni kuchoma gari wachome. Lakini ikuwe ni yeye kwa mitandao anaongelewa, kwa maruninga anaongelewa na kwa maredio. Hiyo maana Rigathi Gachagua anajua akinyamaza jina lake litaenda hivyo likisaulika. That's why unaona Rigathi Gachagua anatumia mbinu kama hizo. Ili serikali ndio ilaumiwe na mheshimiwa Rais Ruto alaumiwe. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi. Rigathi Gachagua mlimani ishakukataa. Rigathi Gachagua hauwezi force upendo. Upendo inakujanga naturally. Wacha kuforce kupendwa. Wacha watu wakupende kutoka ndani ya moyo. Sisi tulikuwa tunapenda Raila Amolo Odinga. Ungetumia fare yako hata kama Raila kwa Machakos, hata kama Raila kwa Kisumu, hata kama Raila kwa Kakamega, hata kama Raila kwa Mombasa. Tulikuwa tunatumia fare zetu kwa sababu tumempenda kutoka ndani ya moyo. Rigathi Gachagua, wacha kuforce kupendwa. Hiyo vile una force kupendwa, hiyo ni bure. Raila alikuwa anapendwa bure. Raila ungesikia tu hata ako wapi, utatumia fare yako na ulikuwa unaona ile tano yake ilikuwa inajaa. Na Rigathi Gachagua, wewe unataka utishie tu watu wa mlima. Mara unasema ati wametumwa tu na Ruto, ulikuwa unajua tu wamekalia tako moja wataondoka. Wanaondoka kwa sababu ya tabia yako. Ni kwa sababu ya tabia yako Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua hauwezi kaa na watu, hauwezi. Hata kuna vijana walitoka hapa Jakaranda kukuja huko. Hamkuelewana kwa sababu we ni mtu ambaye yani wewe ni ule mtu ambaye unapenda kujipendekeza. Kwa hivyo Rigathi Gachagua kwa ground hayuko. Hivi majuzi tuliona Sinovet. Walifanya nini? Wakapata Rigathi Gachagua umaarufu wa DCP ambaye ni pati yake imerudi chini, iko na 3%. Sasa kama inaweza rudi hivyo, na ukiangalia wale watu wenye walikuwa wametoka wameenda, ukiangalia kama mwenye alikuwa ule alikuwa Rigathi Gachagua, kumbe ndo aliambia huyu jamaa adopt. Ndio huyu jamaa sasa saa hii anamwaga mtama akisema Rigathi Gachagua hizo ni vipindi zake. Kama hawa ni wale watu ulikuwa nao Rigathi Gachagua ndani ya DCP, lakini sasa saa hii ndo anakuvua uchi. Tabia yako inajulikana Rigathi Gachagua. Kila mtu anatoka pale, anatoka kwa sababu ya tabia yako Rigathi Gachagua.
na si mdomo, ni mdomo ya watu wa mlima. Wanasema nini? Hizi ni vipindi unafanya, maana umaarufu wako uko umeteremka chini. Sasa unataka tena ufanye vipindi, iwe ni wewe sasa, Kenya mzima inakuongelea. Kwa mimi nataka niseme hivi, tunajua vipindi za Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ni mtu wa vipindi. Wakati aliendanga Limuru, akakomboa tu maguns, wakampiga ili waseme ni serikali inaonea Rigathi Gachagua. Mimi nasema Rigathi Gachagua, wewe huwezi vaa kiatu ya Raila Amolo Odinga. Ingekuwa kweli Rigathi Gachagua wewe ni mwanaume, au ungeenda kununua zile makarai zenye unavaa kwa kichwa tunazuilia kupigwa bunduki, kupigwa mawe. Raila hakuwa na vitu kama hizo. Raila alikuwa ndume. Raila alikuwa ndume until mpaka vile Mungu alimchukua. Kwa hivyo Rigathi Gachagua bado hauwezi fika kiwango cha Raila Amolo Odinga. Wakati umekuwa ukitoka Amerika, hapa tu ulishindwa hata kufika tu pipeline. Mimi wacha niseme hizi vipindi Rigathi Gachagua hizi, na mimi ndo nakwambia Rigathi Gachagua, wewe hauko kwa ground, hauko hata upige vipindi zinakaa aje. Hauko. Kwanza mtu wa mlima hakutaki. Mtu wa mlima hakutaki. Wanakujua tabia yako. Nilishangaa sana ati wewe unakuja kudefend Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Umesahau wewe ukiwa serikalini, ukiwa deputy president, wewe ndio ulihangaisha Uhuru Kenyatta sana. Ulihangaisha Uhuru Kenyatta mpaka umeorganize na maguns, wameenda kwa shamba ya Mama Ngina, wamebeba makondoo, wameenda wamechoma kichaka, wamekunia pale kinyesi kubwa inanuka. Alafu leo wewe ndio unakuja kusema mtu akiguza Uhuru Kenyatta, na wewe ndio ulianza na wewe ndio ulianza vita. Leo hii unataka kujifanya wewe ni msafi. Unataka kujifanya wewe ni msafi. Sasa leo hii wewe ndio unataka kuonekana mzuri. Na wewe ndio umepiga Mkikuyu mwenzako, Modo wa Nyoba kama wewe, umempiga mwenyewe. Hata hizi ni laana zinakufuata tu. Ni laana. Yale ulifanyia Uhuru na Mama Ngina, mpaka Mama Ngina akatorokea nje, mpaka security mkamnyang'anya. Hizi ni laana zinakufuata Rigathi Gachagua. Ukatishia Raila, ukataka kuua Raila, uliongea kila maneno. Raila akiwa mgonjwa ukasema sijue si vaccine, wewe si nini. Matakataka yote ulikuwa unaongea. Mimi nakwambia sometimes haujua kitakupele. Hiyo ni consequences. You are paying kwa Mama Ngina machozi, na sisi wafuasi wa Raila Amolo Odinga machozi ambayo tulimwaga. Sisi sasa hiyo tuko na uchungu, na wewe umeenda kwa mitandao, maana umeshajua wewe ndio una control mitandao yote, nini yote, media zote za mlima. Upatiwe nafasi uongee matope. Sisi tunakwambia Rigathi Gachagua, hata hakuna Mkenya atakulia. Maana hii ni consequences. Ni laana inakufuata ya Mama Ngina vile alimwaga machozi. Na Mama Ida vile alimwaga machozi. Na wafuasi wa Raila Amolo Odinga wote vile tulimwaga machozi. Hii itakufuata generation to generation. Hata si uliogopa kwenda matanga ya Raila. Uliogopa kwenda, kila mtu alienda. Wewe peke yako ndio kwenda. Jiulize kwa nini? Kwa sababu unahukumika. Nasema wakati unapofanya kitu fikiria mara mbili. Think twice before ufanye hiyo kitu. Ujue itakuaffect kwa njia gani. Today inakuaffect na hautaiona peace. Hautaiona peace. Na ni jambo, ingekuwa tu kweli Rigathi Gachagua wewe ni mtu mzuri, hata watu wa mlima wewe ndo wangekuwa mstari wa mbele kusema unapiga mtu wetu. Lakini hakuna, wote wamekutoka.
Na angalia mwingine hapa mwenye barabara yake, mwenye amekaa kwa serikali miaka 40. Hata Mheshimiwa Rais Ruto alisema hata barabara ya kwenda kwake tu ni mchanga na matope, ataenda kupiga mdomo kusema sijui ati Ruto na serikali yake ndio wanahangaisha Gachagua. Kalonzo Musyoka, shame on you. Shame on you. Shame on you. Angalia ya kwako kwanza, miaka 40 umekuwa serikalini. Hakuna kitu umesaidia mtu wa jamii ya Ukambani. Hata afadhali kina Kivuta Kibwana. Hata afadhali kina Mama Charity Ngilu. Wamesaidia watu huko. Wewe umekuwa miaka 40 serikalini na siasani. Hata tu kwako peke yake tu. Kwako peke yake. Sasa mimi nataka niseme hivi. Kama umeshindwa kutengeneza kwako, je, utaweza tengenezea wengine? Hata Mheshimiwa Rais Ruto akakuuliza, kama kwako peke yake miaka 40 umeshindwa kutengeneza, Kalonzo Musyoka, je, sasa utaweza kutengeneza ya Wakenya? Kaunti 47 utawezana nazo? Kwa mimi nataka niseme hivi. Hii grupu ya Rigathi Gachagua ni grupu ambaye imepoteza mwelekeo, hawajui wanatoka wapi na hawajui wanaenda wapi. Na Ruto atawapanga tu. By election aliwanyorosha, akachukua Mbere, akachukua Malava, akachukua kule Magarini, akachukua Kasipul, akachukua Ugunja na huko kwingine kwote. Na bado hii general election hii sasa ndo Ruto anaenda kuwanyorosha. anaenda kuwanyorosha mpaka mtabaki mkitingisha vichwa tu. Mtasema kweli nyinyi hamujui siasa. Siasa yenu ni kasongo. Hiyo ndo agenda mko nayo kwa Wakenya. Mimi nimezunguka vile niona hivi. Nimekuwa mbali. Nimeona vile Ruto anafanya kazi. Nimeona zile mabarabara. Nimezunguka sana. Na nimeona barabara vile Ruto anafanya kazi. Ruto anafanya kazi. Ukiangalia kama hii barabara ya nini? Najitaje hizo barabara hiyo saa hii sisi watu wa Western na wa Nyanza, sisi tunasema saa hii ni 10 bila break. Maana Ruto anatutengenezea barabara yenye mulipeleka kotini. Atio barabara, maana mulijua inaenda kutusaidia. Tumekuwa vipofu miaka nenda miaka rudi. Lakini kwa sasa saa hii mkombozi ambaye ni Ruto amefungua macho zetu. Watu wa Nyanza Western Coast tumefunguliwa macho saa hii. Kuturudisha tena rivers haitakuwa rahisi. Saa hii sisi ni mbele. Na sisi tunasema hivi. Hizi game zenye zinapangwa na Rigathi Gachagua, zinapangwa na kina Kalonzo Musyoka. Na hata mimi kitu moja najiuliza, na huyu Kalonzo mbona simuoni pia akitolewa mbio? Huyu Kalonzo huyu pia anafaa chunguzwe. Thank you.